Matumaini yetu makubwa ni kwamba wewe ni mheri wa afya popote pale unapotutizama, msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Karibu katika habari zetu za leo, ikiwa ni siku ya Jumapili ya tariki 8 Februari mwaka 2026. Kwanza kabisa tukutakie Jumapili njema na mwanzo mzuri wa weekend. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, ikiwa ndo mara ya kwanza kabisa unakuja kujiunga na sisi, tunakualika uweze kusubscribe channel yetu, uweze kucomment, uweze kushare, lakini pia na kulike. Wengine wanasema kujiabone, kupartager, kukomante pamoja na kueme. Miongoni mwa yale tuliyokuletea mchana wa leo ni pamoja na usalama unaendelea kuwa tatizo katika jiji la Kamituga, Kivu Kusini tangu siku ya Jumamosi 7 Februari mwaka 2026. Tutazungumzia pia habari za kitaifa ambako Afrika Kusini imetangaza kujiondoa kwa wanajeshi wake kutoka katika misheni ya Umoja wa Mataifa ya kudumisha amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au MONUSCO. Lakini pia tutakupa habari ambazo zinasema kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia jeshi lake la kitaifa FARDC limetangaza kushikilia maeneo tofauti yaliyokaliwa na waasi wa M23 Twirwaneho kusini mwa jimbo la Kivu ya Kusini, tukitaja ndani ya tarafa la Uvira, Fizi na Mwenga. Msikilizaji, kuna haya na mengine mengi, karibu tuende sote. Usalama unaendelea kuwa tatizo katika jiji la Kamituga, Kivu Kusini tangu usiku wa Ijumaa 6 hadi Jumapili ya tariki 8 Februari mwaka 2026. Wizi wa kutumia silaha ulitokea katika eneo la Kalingi, barabara ya TKT, kata ya Bitanga. Muasiriwa ni Bwana Mbilize Mulombe anayejulikana kama Sogo, mfanyabiashara na mnunuzi wa dhahabu katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa na Kwetu News 24, watu walio na silaha walivamia nyumba yake katika saa 8 za usiku wakitumia utulivu wa usiku kufanya uhalifu huo. Walikuwa majambazi watatu wenye silaha nzito, walikuwa na bunduki 2, panga 2, visu pamoja na majembe, vifaa vinavyoonyesha uhalifu huo ulipangwa na kuwa wa vurugu. Baada ya kuingia ndani, washambuliaji walimtishia Bwana Mbilizi Mulombe. Alijaribu kupiga kelele kuomba msaada, lakini hakuna jirani aliyejitokeza. Majambazi hao walifaulu kuchukua kiasi kikubwa cha pesa taslimu, gramu kadhaa za dhahabu, kisha wakatimka zao. Vyanzo vya habari vinasema huu ni wizi wa tatu wa aina hiyo kwa Bwana Mbilizi Mulombe kati ya mwaka 2003 na Februari mwaka 2006, hali inayozidisha hisia za kutokuwa salama katika eneo hilo. Muasiriwa na wenzake wanaiomba sheria ya mitaa na vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha usalama wa wakaazi na mali zao umeimarika. Wakati haya yakijiri, mtazamaji wa Kwetu News 24, vita vikali vimepamba moto kati ya vikosi vya AFC M23 wakisaidiwa na jeshi la Rwanda na wazalendo pamoja na jeshi la ulinzi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC katika eneo la Mukangala, Sheferia Luindi, wilaya ya Mwenga, jimboni Kivu ya Kusini. Mapigano hayo yameanza saa 4 za asubuhi na kuendelea hadi jioni na kusababisha majeruhi pande zote mbili. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, wazalendo waliosaidiwa na jeshi la taifa FARDC wamefanikiwa kuchukua udhibiti wa eneo la Chafunda. Mapigano yanaendelea na mashambulio dhidi ya nafasi 4 za M23 kwa lengo la kurudisha kasika makao makubwa ya Sheferia Luindi huko Mwenga. Hivyo ndivyo hali ilivyo kwa sasa hadi leo Jumapili ya tariki 8 Februari mwaka 2026. Naam, tuzungumzie habari za kitaifa ambako Afrika Kusini imetangaza kujiondoa kwa wanajeshi wake kutoka katika misheni ya Umoja wa Mataifa ya kudumisha amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo au MONUSCO, ikimaliza karibu miongo mitatu ya kuhusika katika operesheni za kudumisha amani kwa wanajeshi zaidi ya 700 waliopelekwa Pretoria. Inahalalisha uamuzi huu kwa hitaji la kuimarisha na kuweka upya
rasilimali chache za vikosi vya ulinzi vya kitaifa katika muktadha wa vikwazo vya bajeti na operesheni. Uamuzi huo unatatiza kujiondoa kwa wanajeshi wa Afrika Kusini kutoka ndani ya kikosi cha kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO, ambapo wanajeshi wengi walipoteza maisha katika mapigano na waasi wa M23. Rais Cyril Ramaphosa anasisitiza kujitolea kwa nchi yake kwa mapigano ya kikanda na ya kitaifa kwa ajili ya amani ya kudumu ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kujiondoa huku kumefuata mabadiliko katika mazingira ya usalama mashariki mwa DRC, ambapo waasi wa M23 wamepata mafanikio makubwa. Afrika Kusini inataka kutanguliza diplomasia na mazungumzo kama njia ya kupata suluhu la kudumu la mgongano huo. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, hizi ni habari ambazo zimethibitishwa zenye uchunguzi wa kina kutoka Kwetu News 24. Na sasa tugusie habari zingine za kitaifa ambazo zinasema kwamba waziri wa ulinzi wa DRC amesema wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri kwamba vikosi vya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vilizima mashambulizi ya muungano wa RDF M23 au AFC katika mkoa wa Kivu Kusini kwa kuchukua udhibiti wa maeneo kadhaa, ikiwa ni pamoja na vijiji kadhaa vinavyounda kijiji cha Minembwe Center. Kwa sasa FARDC inaendelea na ulinzi wa eneo hilo katika nyanda za juu na za kati za Fizi, Uvira na Mwenga. Waziri aliongeza kusema mnamo Februari 2, mamlaka ya kijeshi iliripoti kwamba FARDC ilisababisha hasara kubwa kwa muungano wa waasi katika eneo la Fizi, ikiwaangamiza zaidi ya wapiganaji 30 wa M23 RDF na kuwakamata mateka washirika wengine kadhaa, wakiwemo wapiganaji wa makundi ya Twirwaneho pamoja na Ngumino. Licha ya mafanikio haya ya kijeshi, hali ya usalama bado ni dhaifu. Nyanda za juu zinaendelea kushuhudiwa idadi kubwa ya raia wanaoendelea kuteseka kutokana na mapigano hayo, ikiwa ni pamoja na kuhama kwa raia wengi pamoja na vurugu sehemu mbalimbali. Vyanzo vya misaada ya kibinadamu vinaripoti kwamba kuongezeka kwa mapigano ya kisilaha tangu mwezi Disemba mwaka 2025 huko Kivu Kusini kumesababisha zaidi ya watu 1500 kuyahama makazi yao, hasa yakiathiri Uvira, Walungu, Mwenga, Shabunda, Kabare, Fizi pamoja na Kalehe. Msikilizaji wa Kwetu News 24, kufikia hapo sina la ziada katika habari hizi za mchana kutoka kituo bora cha matangazo cha Kwetu News 24. Asante sana kwa kuweza kutusikiliza na pamoja na kwa kujiunga na sisi. Usisahau kutawanya habari hizi kwa wengine ili wanufaike na habari hizi. Usisahau pia kusubscribe, lakini pia kutoa komenti yako ili tujue unatusikiliza ukiwa sehemu gani. Asante kwa kuwa na sisi. Hadi wakati ujao, kwaheri kwa sasa.